UWT, moja ya madhumuni na majukumu ya UWT pamoja na mengine, na kwa mujibu wa kifungu cha F na nukuu, chombo cha ukombozi wa wanawake wa Tanzania dhidi ya unyanyasaji, unyonyaji, ukandamizaji, uonevu na mila zote zinazorudisha nyuma maendeleo ya wanawake, mwisho wa kunukuu. Hivyo, shambulio la kudhuru mwili dhidi ya mwanamke wa Tanzania, ndugu Sigalada Mligo, mwenezi wa BAWACHA, lililopelekea maumivu hadi kufikia hatua ya kulazwa, ni unyanyasaji, ni ukandamizaji na uonevu dhidi ya mwanamke, jambo ambalo ni baya sana, na UWT tunalipinga kwa nguvu zote na kukemea vikali. Tangazwa na ukimya wa viongozi wa Baraza la Wanawake la Chadema juu ya shambulio la kudhuru mwili kwa kiongozi wa ngazi ya juu wa baraza hilo kwa nafasi ya mwenezi. Kutokemea matumizi ya nguvu kwenye tofauti ya kisiasa ndani ya chama hicho ni dalili ya uoga dhidi ya mfumo dume wa chama cha Chadema. Kwa kuwa sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 2023 imevitaka vyama vya siasa kuanzisha dawati la jinsia, tunaiomba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kufuatilia kwa karibu uanzishaji wa madawati hayo na utekelezaji wa majukumu yake, ili madawati hayo yawe na uwezo wa mamlaka ya kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya unyanyasaji, ukandamizaji, uonevu na kadhalika dhidi ya wanawake, kama ilivyotokea kwa mwenezi wa BAWACHA kushambuliwa akiwa kazini anatekeleza majukumu ya kisiasa ndani ya chama chake. Wito kwa Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kuendelea kumsaka mtuhumiwa na kumfikisha kwenye vyombo vya sheria. UWT ipo tayari kumwekea mwanasheria ili haki iweze kutendeka kwa ndugu Sigalaga Mligo. UWT inatoa wito kwa taasisi mbalimbali zinazoshughulikia masuala ya haki za wanawake, asasi za kiraia, jumuiya za wanawake za vyama vya siasa mbalimbali kuunga mkono kwa kukemea tukio hili la shambulio la kudhuru mwili kwa ndugu Sigilaga Mligo.